majina naitwa Hermes Damian Sala, ni mkurugenzi wa kampuni ya Africa Proper Education Network, na leo tumekabidhi kwa ofisi ya mkuu wa mkoa vitabu 4190 vyenye thamani ya shilingi milioni 27 ili kuunga mkono juhudi kubwa ambayo ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na watendaji wake wameweka katika elimu, lakini pia kuunga mkono makao makuu, juhudi katika makao makuu ya nchi yetu katika swala la elimu. Sisi tunatoa wito kwa wachapishaji wenzetu kushirikiana na serikali kuweza kusaidia upatikanaji wa vitabu katika shule zetu pote Tanzania, lakini pia tunatumia fursa hii kuiomba serikali, kuiomba Wizara ya Elimu kutambua mchango mkubwa wa wachapishaji binafsi na utayari wetu katika kushirikiana na serikali kuweza kuongeza ufanisi na ubora wa elimu hapa Tanzania. Nashukuru sana, nashukuru kwa mapokezi mazuri, na tunaomba Mungu kwamba vitabu hivi ambavyo kwa wastani vitabu 50 kwa kila aina viweze kuwasaidia watoto wetu. Tutakuwa tayari kushirikiana na kuitwa tena pale ambapo mnaona kuna mapungufu, mtatuambia, na sisi pia tutawahimiza wenzetu. Tunadhani tuna utajiri mkubwa. Sisi ni kampuni moja tu tumetoa vitabu 4000. Sisi ni kampuni moja tumetoa vitabu 4190, lakini zipo kampuni zaidi ya 20 ambazo mnaweza mkaona kuna uwezekano kutoka katika sekta binafsi ya uchapishaji tukapata vitabu 100,000 kwa serikali tu kufanya kwamba tunahitaji msaada, tushirikiane. Asanteni sana. Naam, samahani, unaweza kututajia na aina ya vitabu mlivyotoa? Vitabu tumetoa ni aina nyingi, ni vitabu aina 58 na viko katika makundi mbalimbali. Vipo vitabu vya shule za msingi kwa ajili ya masomo, vitabu ambavyo tayari vimepewa ithibati na taasisi ya elimu, takriban vitabu 500 kama mnavyoviona hapa. Viko vitabu vya elimu ya sekondari zaidi ya vitabu 1000. Viko vitabu vya kujisomea vya Kiswahili ambavyo vimependekezwa na serikali kwa ajili ya wanafunzi wa ngazi mbalimbali kujisomea. Viko pia vitabu vyenye historia ya Tanzania, vitabu vinavyoonyesha harakati za kudai uhuru, harakati katika mapambano ya maendeleo. Kama kuna vitabu kama harakati za Bibi Titi Mohamed, kuna kitabu cha Nyerere na safari ya Kanani. Vyote hivi vimetunza kumbukumbu ambayo ni mali adhimu kwa ajili ya watoto wa Tanzania na sisi wananchi wote kuweza kujifunza. Kwa vipo vitabu ambavyo tumevigawanya kwa umuhimu wake. Hatujachukua vitabu ambavyo ni ziada. Tumechukua vitabu ambavyo vinaweza kusaidia na vinaweza kuleta msukumo katika kutoa elimu Tanzania. Na tunafanya tukio hili hapa kwa sababu pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma ni mfano mzuri wa waamini wa vitabu. Kwa hiyo tunaamini kitendo hiki kina sauti kubwa Tanzania kwa sababu kimefanyika katika makao ya mtu ambaye amejibainisha wazi kwamba anajua kitabu ni nini. Kwa kupitia hapa tunaamini wote wataiga na tutapata pia fursa ya kufanya hivi na wakuu wa mikoa wengine na wakuu wa wilaya. Ndugu wanahabari mliopo hapa pamoja na maafisa kutoka wadau wetu hawa, shirika la Africa Proper Education Network ikiongozwa na mkurugenzi wetu ndugu Hermes Damian, ambaye leo kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Dodoma ninaomba kuchukua nafasi hii kwanza kutoa shukrani za dhati kwa jinsi ambavyo kama wadau wa elimu walivyoweza kujitoa katika kuhakikisha kwamba wanatoa support iweze kusaidia mkoa wetu wa Dodoma kwa kutupa vitabu visivyopungua 4000. Kama alivyoeleza mkurugenzi, vitabu ni rasilimali nzuri sana katika kujifunza, na vitabu hivi vina historia nzuri ya nchi yetu na viongozi ambao walitangulia, ambao waliasisi hata uhuru wa nchi yetu. Kwa hiyo inapelekea kwa vijana wetu katika ngazi ya shule ya msingi lakini na sekondari kuweza kuelewa vizuri historia ya nchi yao kwa kupitia kusoma vitabu hivi. Kama inavyosisitizwa na serikali wakati wote, tunaomba sana wadau waweze kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba elimu yetu ya Tanzania inaboreka na inakuwa vizuri. Kwa hiyo niwapongeze sana wenzetu wa Africa Proper Education Network kwa hili walilofanya hapa leo, na tuombe wadau wengine pia waweze kushiriki kwa maana ya kuweza kusaidia katika nyanja mbalimbali. Tunazo changamoto nyingi za vitabu, tunazo changamoto za madawati na vitu vingine. Kwa hiyo wadau tuwakaribishe waweze kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa elimu iliyo bora zaidi na inakuwa katika mazingira ya kuwasaidia zaidi watoto wetu. Kwa hiyo mimi nishukuru sana kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wetu wa Dodoma
ambaye tunaamini kabisa ni mkuu wa mkoa ambaye tunafahamu amehamia kutoka Simiyu. Katika masuala ya elimu alisimama mbele sana, na hata hapa amesema kabisa kipaumbele chake cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Dodoma tunasonga mbele sana kwa elimu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jitihada ambazo wadau wamezionyesha, na tuombe sana muendelee kushirikiana na serikali ili tuweze kusaidia kuwa na elimu bora zaidi. Baada ya kusema hayo, ninawashukuruni sana, tunasema asante sana, na sisi tunaahidi kabisa tutahakikisha kwamba vitabu hivi tunavitunza, watoto watavisoma na kisha wanaelewa vizuri na viweze kusaidia katika wakati mwingine. Nashukuru sana, asanteni sana.